Ni hatua haikutarajiwa kwa sababu ni kikao ambacho kimekaa na kutoa maamuzi ya ghafla, lakini nadhani waliamua wasitoe sababu, lakini ukiangalia kwa jicho la kiuchambuzi wanaona kwamba hakuna nia thabiti ya viongozi wakuu wa Kongo pamoja na Rwanda katika kutafuta suluhu ya kudumu ya mgogoro huo. Hivyo basi kuendelea kuwa na majeshi huko DRC ni kuzidi kuyaweka katika hatari ya kushambuliwa na hawa M23 ambao wanaonekana wamedhamiria kuendelea kupokonya maeneo. Tukumbuke kwamba hata hichi kikosi cha SADC ambacho kilikuwepo huko, lengo lilikuwa ni kusaidia kurejesha amani, jambo ambalo linaonekana ni gumu. Sasa inachoangaliwa sasa hivi ni juhudi ya kimataifa, labda nje ya SADC au nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuangalia kuitia mbinyo labda nchi kama Rwanda na washirika wengine ambao wanaisaidia M23 kama njia mojawapo ya kuishinikiza kukaa kwenye meza ya mazungumzo, lakini pia kuishinikiza serikali ya Kongo ambao tunamwona Rais Felix Tshisekedi amekuwa naye mtu ambaye hapendi sana mazungumzo kwa sasa. Mazungumzo siku zote ndio njia ya kuleta suluhu, kwa sababu hata mkitumia njia ya kijeshi mwisho wa siku mtarudi kwenye meza mazungumzo kukaa. Sasa hapa anapohitaji M23 pamoja na serikali ya Kongo waweze kukaa pamoja, manake serikali ya Kinshasa haina option nyingine zaidi au chaguo lingine zaidi ya kukaa na hao waasi kuweza kujadiliana nao, kwa sababu kama SADC tayari imeshaonesha nia ya kuondoka, atakuwa naegemea sehemu gani zaidi ya kukubaliana na yale ambayo Rwanda ingeitaka kukaa na kuzungumza. Inaweza kuwa na athari kwa sababu mashambulizi yanayoendelea na hali ya usalama mashariki mwa Kongo imekuwa ni tete, na ndio maana wakimbizi wengi wanakimbilia Burundi. Sasa unapofunga mpaka, manake kwanza unawanyima haki ya msingi hawa wakimbizi ambao wanatafuta hifadhi, na pia ni kinyume na sheria za kimataifa ambazo zinahitaji kuwapa hifadhi wale ambao wako kwenye hali ya dharura. Lakini labda kwa sababu za kiusalama wameamua kufanya hivyo, lakini ni swala la muda pale ambapo tutaona kwamba serikali ya Burundi inaweza ikabadilisha msimamo wake na kuanza kuwapokea taratibu.